Na kwa nini pengine tunaona mwamko bado ni mdogo sana kwa vijana kuingia kwenye fursa ya mtandao? Namba moja, siwezi kuacha kuzungumzia kwanza swala la utapeli. Kama nyinyi wanahabari, kumekuwa na trend Tanzania hapa kwa miaka mingi. Inakuja fursa mtandaoni hizi sijui upatu sijui nini. Unasikia mara watu walikuwa wameweka hela zao, utapeliwa. Kwa hiyo watu bado wana maumivu. Kila mtu anamjua ambaye ameweka kutapeliwa na hizi mambo ya upatu na nini. Na kitu cha pili nadhani kwenye eneo la ujuzi. Watu wetu wengi hawana ujuzi, especially kwenye yanayoendelea kwenye masuala ya digital skills, vitu gani wajifunze, wanawezaje wakapata hela. Kuna issue pia njia za kupokea malipo, japokuwa zimeanza kuwa sorted, lakini kwa wengi, kwa mfano moja changamoto kubwa watu wengi sana Tanzania ukiwaambia malipo ya kadi ni kitu kigeni sana. Watu wengi hata wafanya biashara kulipia tu matangazo wanateseka kwa sababu tu njia zinazotumika kulipia matangazo ni kadi. Na pia kuna swala la lugha pia. Sisi tunazungumza zaidi Kiswahili kuliko Kiingereza. Kwa hiyo unakuta wateja wengi wanazungumza Kiingereza. Kwa hiyo mtu anakuta Kiswahili changu hiki kweli naweza ngafanya hiyo kazi. Na kitu cha mwisho nafikiri ambacho ni cha watu binafsi, kuna kitu kinaitwa imposter syndrome. Yaani mtu ana uwezo lakini anaogopa kwenda kwenye hao majukwaa. Kwa sababu kuna mtu nishamwambiaga siku moja, naambia mimi nafanyaga kazi na wazungu, watu wanachifanya. Anambia unafanya kazi na wazungu? Unafanyaje? Yaani afie pia yeye mimi nikimwangalia ana uwezo kuliko hata mimi kwenye eneo lake anaofanya kazi. Unaona kabisa mtu akaamua sasa hivi ya focus, ajifunze hivi vitu. Wenda kama hela nyingi na ndio watu wengi natokea. Unakuta mtu mimi nimemfundisha labda kwenye session zangu. Baada ya muda unashangaa mtu ame kiasi kikubwa kuliko hata mimi, kwa sababu kwenye hizo platform unaweza kaona huyu ame kiasi fulani, kiasi fulani. Ni taarifa ambazo ziko public. Kwa nadhani kuna hiyo watu kutokujiamini kwamba anaweza akafanya hiko kitu kinawatesa watu wengi. Kwa hiyo ni mtu kuchukua uamuzi, kuamua leo, ndio? Yes, of course. Umezungumzia issue sio elimu sana, sio hivyo, lakini vipi kuhusu portfolio na profile ya mtu, kuiweka katika njia ambayo mtu akiona kule anajua yeye huyu kweli iko serious na hicho anachotaka kukifanya? Wakati mwingine hizi kazi zetu au industry yetu kabisa waga wanaitaga reputation economy. Na moja sababu inaitwa reputation economy ni kwa sababu mara nyingi kitu kitakachoamua wewe upate kazi zaidi ni kwamba kazi ambazo watu walikupa kazi, mtu wa kwanza kuamini wewe ulifanyaje kazi yake. Mara nyingi sisi waga tunajitahidi sana tufanye vitu vyote lakini tusiharibu reputation yetu. Yaani kazi ya mtu fanya vizuri, hiyo kazi ya mtu ndio itakuongelea kwa mtu mwingine aweze kufanya. Isa ndo yani yani kama unatoa kazi nzuri, wakati mwingine unataja kwenda kujitangaza, wateja tu watakuwa tu wanakuja kwako. Kwa ukizungumzia issue portfolio ni moja ya kitu ambacho wanazingatia. Mteja unaweza kushangaa miaka yote una apply, uulizi CV, uulizi kitu chochote. Mteja tunakuuliza kuna kazi kama hiyo ushawahi kufanyaga nizione. Kwa hiyo ni kwenye issue portfolio ni muhimu sana kwa nani. Vizuri. Ni nzuri sana. Hivi kuna watu wametoboa kwa kiasi kikubwa kwa kufuata haya ambayo tunazungumza? Wapo, labda nitazungumzia kwa mfano kwa Kenya, nchi jirani. Kuna jukwaa moja linaitwa Upwork. Upwork ni jukwaa la kuuza na kununua hizo ujuzi. Kwenye hiyo jukwaa la Upwork, unaweza pale kazi zinapostiwa karibia kila sekunde, kila dakika unaziona. Na unaweza kuona wauza ujuzi wa nchi fulani wameingiza kiasi gani. Kwa mfano ukiangalia pale wa Kenya, Wakenya nafikiri ukianza kusearch watu walioingiza kuanzia $10,000 na kuendelea, unaweza kaenda page mpaka 10 mpaka 15 za watu ambao wameingiza $10,000 kwa Tanzania ni kama milioni 20. Na nafikiri mtu ambaye anaongoza amelipa kama $600. Sijui mfanya kazi kwa muda gani. But unaona kabisa yani kwa hiyo kumbe wanaweka wazi kabisa kwa pale. Baadhi ya platforms moja hapo ni hiyo. Lakini kwa mfano kuna nchi kama Philippines ambayo ndo inasifika sana kuwa na watu ambao wanafanya kazi mtandaoni. Unaona kabisa kazi za mtandaoni kwenye hizo nchi zinachangia pato la taifa la nchi. Unakuta nchi zina program kabisa. Na nadhani kuna mwaka Nigeria ilikuwa na program inaitwa 3TT kitu kama hiko. Walikuwa na mpango wa kuwapa watu kama 3 hizi studies za kidijitali ili waweze kufanya kazi mtandaoni. Kwa hiyo kuna nchi ambazo zimefanya hizo program za kuwapa watu wao studies za kidijitali ili kuchangia kukua kwa uchumi. Na